mapenzi yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Yule malaika ni kama neno la Mungu linalowatia nguvu wa Kristo, hususan wanapokuwa katika majaribu. Sasa na ndio maana Mkristo wa kweli hamfurahii Mungu kwa sababu Mungu amemepusha na mabaya. Anamfurahia Mungu kwa sababu Mungu amempa ushindi katika mabaya, ameshinda bila kukufuru. Hajahangaika. Lakini mwanadamu anapokuwa katika mambo magumu, pale ndipo imani ya mtu hujaribiwa. Yaani ule wakati wa amani sio wakati wa mwanadamu kujaribiwa. Wakati mambo yanapokuwa magumu sasa ndipo imani ya mtu hupimwa. Lakini sasa hawa manabii wamekuwa sasa wakiwaondoa watu wasiyakubali majaribu wanayojaribiwa ili kupima imani yao. Tuko pamoja? Hapo ndo kosa linapotokea. Badala ya kuwatia nguvu watu wayavumilie mateso ambayo wanayapitia, wanawatia nguvu kwamba hiyo sio hali yao. Hicho kitu nakisikia? Hicho kitu unapitia tu. Mateso yangu ni kwa muda tu. Umeona? Lakini ilitakiwa katika zile hali waoneshe kuwa wao ni watu wa nani? Wa Mungu, wasihangaike. Kwa hiyo anaendelea kusema, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka hata nchi. Manake hali iliyokuwa yani hali ya kukabili msalaba ilikuwa mbaya kwa Kristo kiasi cha kuwaza sana na kuomba sana mpaka jasho la damu likafanyaje? Likamtoka. Kwa hiyo Mkristo wa kweli si yule anayeishi katika kile kipindi cha kwanza cha Kristo. Ni yule anayeishi katika kipindi cha mwisho cha maisha ya Kristo. Kipindi kile cha kubeba msalaba. Kwa hiyo ule uchanga wa imani unawakusudia kuwatengeneza wa Kristo ili baadaye waje waubebe msalaba. Huku mwanzo wameijua nguvu ya Mungu, huku mwisho wanatakiwa wavumilie. Ushanipata? Kwa hiyo miujiza haijakusudia kuwa iwe ndo final ya Ukristo. Badala yake ile ni kama kitendo tu cha kumlea mtoto mchanga ili aje akomae. Kwa hiyo kama umepewa karama na karama hiyo haitumiki, maana yake kuna uwezekano mkubwa ukaja ukawa kitu ambacho Mungu hatokifurahia ingawa wewe ulimfurahia. Unajua watu wengi wamekuwa wakiangalia, wakimwangalia labda Pastor Nganga yule anapiga watu kanisani, anapiga waumini wake, wakimwangalia Zumaridi anavyoambia bwana nilienda mbinguni, wanamwangalia labda nabii fulani anasema mimi Yesu amenitokea amefanya hiki na hiki. Watu ambao kwa logic ya kawaida wanaona hivi vitu mbona vimefanyika kama uongo, wanaona kama hawa watu wanauharibu Kristo, lakini kumbe wanautengeneza. No. Sijasemea kwamba wanautengeneza. Nachosemea ni hivi. Of course, kuna kutengeneza na kuharibu. Na ndio maana Paulo hapa kwa Wafilipi anawaambia haidhuru. Lakini kwa vyovyote Kristo anafanyaje? Anahubiriwa. Maana yake wale ambao Mungu ameandaa ili wasipotee watajifunza kwamba Mungu ameniponya, lakini kusudi la uponyaji huu ni lipi? Sawa sawa? Kwa hiyo na ndio maana nimesema karama moja haitoshi. Kwa sababu sehemu moja wanasema mkono mtupu haufanyaje? Haulambwi. Sawa sawa? Kwa maana ipi? Mtu kabla hajakomaa hapaswi yani mtoto huwezi kumlisha chakula kigumu. Sawa sawa? Sawa. Kwa nini mtoto huwezi kumlisha chakula kigumu? Kwa sababu hakiwezi. Kwa hiyo mtu unapomwambia kuwa Mungu ni mwema tu haitoshi. Kinachotosha ni kwamba yule mtu anayejua kuwa Mungu ni mwema ndiye tunayomtafuta katika Ukristo. Ushaona? Kwa hiyo huyu mtu anashuhudia kwamba alitendewa miujiza, lakini sasa hatendewi miujiza. Je, atabaki katika ule uimara? Ushaona? Ndiyo. Kwa hiyo mimi sisemei kwamba manabii wa uongo wanaujenga Ukristo au wanauharibu Ukristo, lakini ninachosema hawauharibu Ukristo wala yani matendo yao hayaudhuru Ukristo hata kidogo. Okay. Na ndio maana Wakristo, Daudi anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima usiotikisika. Pale Israeli kulikuwa kunatokea na matetemeko mengi. Lakini mlima Sayuni palipojengwa hekalu la Mungu halikuwahi kutokea tetemeko hata moja. Kwa nini Wakristo hawatetemeki? Ni kwa sababu tendo lolote liwe jema au liwe baya haliharibu Ukristo bali linaudhihirisha. Yaani wewe simulizi unapokuwa muovu ukanitukana mimi umedhihirisha kile ulicho. Wewe unaponidanganya mimi umedhihirisha kile ulicho. Na ndio maana Mungu ni ukweli. Kwamba hawa watu wametenda miujiza kwa kusudi gani? Kwa kusudi la kupata mali.
Hawa watu wametendewa miujiza kwa kusudi gani? Ili wafurahie hiyo, si ili wamfurahie Mungu. Kwa hiyo Ukristo unabaki huru, yani unabaki ni kitu ambacho ni imara. Sawa sawa? Na ndio maana Yesu Kristo katika ile Yohana sura ya 6 ule mstari wa 67 pale anawaambia wanafunzi pale watu walipomkimbia. Tuko pamoja? 6:67. Tuko pamoja? Yohana 6:67. Unaweza kusoma? Ndio, 6:67 nasema hivi. Basi Yesu akawaambia wale 12, je, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Ndio. Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Umeona? Kwamba wengine wamemwacha Yesu Kristo kwa sababu ya habari mbaya walioisikia kumhusu. Unaona? Lakini Yesu akawauliza wale waliobaki wanafunzi wake, na nyinyi mnataka kuondoka? Simoni Petro akamjibu vipi? Ndio hii kauli uliosoma hapa. Akasema, basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Ushaona? Kwa hiyo Wakristo wa kweli, yani Wakristo wa kweli hakuna kitu kinachoweza kuwatenga na Kristo wao. Hata kama itatokea shetani mwenyewe akawa ndiye mtenda miujiza, Ukristo bado uko pale pale. Kwa hiyo kitu cha kuambia Wakristo ni kwamba wasitishwe na mahubiri yoyote, wasitishwe na mtu yeyote, bali wamuamini Kristo aliye naye. Yani kwamba hata ikitokea wale tunasemaga watu utasikia huyu mtu bana anafanya miujiza, lakini hii miujiza anayoifanya ni ya kichawi. Anatumia nguvu za kichawi. Wengine wanataja kabisa nguvu za Freemason. Lakini as long as anamtaja Kristo, haina madhara kwa Kristo, bado ni faida kwa Kristo. Of course bado ni faida kwa Kristo. Okay. Kwa sababu wewe umependa kumtumia yeye. Okay. Lakini ndio maana baadaye anawaambia sehemu moja nimeisahau hapa, anawaambia watasema tulitenda miujiza kwa jina lako. Tuliponya watu kwa jina lako. Lakini atawaambiaje? Ondokeni kwangu nyinyi mtendao nini? Uovu. Okay. Ikimaanisha nini? Yani Mungu kukutendea mambo mema haitoshi. Badala yake, baada ya Mungu kukutendea matendo mema, wewe unakuwa nani? Kwa hiyo Ukristo haujaja kumfanya Mungu atumike. Badala yake Mungu kwa Kristo amekuja kuwafanya wanadamu wawe radhi kumtumikia. Na ndio maana mwanzo Yesu Kristo alitenda miujiza, lakini yeye hakutendewa muujiza hata mmoja. Kwa hiyo Wakristo ni rahisi kuwatendea watu wengi matendo mema, lakini sio rahisi Mkristo kutendewa mema. Kwa sababu yeye ndiye anayejaribiwa. Hapo sijui unanielewa? Hapa nimekupata hilo neno lilikuwa nasema lipo katika Mathayo 17 mstari wa 22. Ambapo anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ushaona? Kwa hiyo hao watu wanatenda wao, ila Kristo hawajui. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wao wanalitumia jina la Yesu, hawataki Yesu awatumie wao. Ushaona? Kwa hiyo ndani ya mioyo yao Yesu Kristo hana cheo chake ndani yao, bali tamaa zao ndizo zina cheo chake ndani yao. Kwa hiyo Ukristo hautawahi kuangushwa na mtu yeyote duniani. Kwa hali yoyote, kuwe na amani, kuwe na dhiki, Ukristo tabaki ni imara. Kwa hiyo kitendo cha watu kukimbilia miujiza inaonyesha kwamba kwanza ni kwa jinsi gani wasivyomwamini Mungu. Hapo sijui unanielewa? Kitendo cha watu wengi kukimbilia miujiza inaonyesha kwanza, moja, ni jinsi gani wasivyomwamini Mungu. Pili, ni jinsi gani hao watu, sawa, ni jinsi gani hao watu hawamjui Mungu. Sawa. Na ndio maana kitabu cha Habakuki anaona mambo mabaya ambayo watu wa Mungu wanatendewa. Sawa. Anaona namna watu wa Mungu wanavyoishi katika maisha mabaya. Tuko pamoja? Anamuomba Mungu, je, na wewe Mungu na wewe ni mshirika wa mabaya haya? Nenda kafungue kitabu cha Habakuki sura ya 2. Tuko pamoja? Sura ya 2 mstari wa nafikiri kama umefika sura ya 2, angalia mstari wa 16 anasemaje? 16 anasema, umejaa aibu badala ya utukufu, unywe nawe. Hapa sio hapo. Uwe kama mtu. Anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Ombi la Habakuki. Okay. Hii ni katika kipengele mwenye haki ataishi kwa imani. Okay. Sawa.
Okay. Hii ni Waebrania 10 mstari wa 38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hiyo anapozungumza hivyo, hiyo kauli inatoka kwa Habakuki. Sawa sawa. Baada ya Habakuki kumwomba Mungu, sawa sawa, aliangalia matendo yanayotendwa na watu. Ni huu mstari wa kwanza. Anasema dua ya Habakuki, unasikia? Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kusikia. Habakuki alikuwa mcha Mungu. Alafu analia, analizwa na nini? Anaendelea kusema mstari wa pili, Habakuki hii sura ya kwanza, sawa sawa? Ila anasema nakulilia kwa sababu ya udhalimu. Anamlilia Mungu kwa sababu ya mambo maovu yanayoendelea, ila Mungu hutaki kuona, hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu mbele yangu. Sawa sawa? Kuna ugomvi na mashindano yatokea. Sawa sawa? Kwa sababu hiyo sheria imelegea. Yani neno la Mungu ni kama limelegea. Hata kizazi chetu naona watu wengi siku hizi wanampuuza Mungu. Kwa sababu gani? Ya hao watu wanaojiita nini? Manabii na mitume. Tuko pamoja? Wenye karama za kuponya. Na Habakuki anaeleza kwamba sheria imefanyaje? Imelegea. Tuko pamoja? Anapoeleza kwamba sheria imelegea, anaendelea kusema hata inapopatikana, hata haki anasema wala hukumu haipatikani, kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki na ndio wanaoonekana kustawi. Tuko pamoja? Sasa hapa mstari wa 5 anasema angalia enyi mlio kati ya mataifa. Mungu sasa anamtazamisha Habakuki. Lakini hapa Habakuki anaendelea kuomba ndio Habakuki anamwambia, anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa sababu gani? Mungu amekusudia kutenda mabaya katika hii dunia. Tuko pamoja? Lakini katika hayo mabaya ni ili kuwavuta watu kuja kwake. Tuko pamoja? Wakati anapowavuta watu kuja kwake, wengine wanaondoka kwa Mungu. Tuko pamoja? Kwa njia ya hayo mabaya na wanamkufuru Mungu. Tuko pamoja? Lakini mwenye haki wa Mungu ataishije katika hayo mabaya? Je, Mungu amwepushe na hayo mabaya? Lazima tupate adhabu pamoja na nini? Na dunia. Na ndio maana nasema Mungu ni huangazia jua wema na waovu. Lakini katika huu mchana unachokifanya wewe ndicho kinachokutenga na mwenzako. Sawa sawa? Yaani siku ina masaa 24. Mchana una masaa 12. Lakini tofauti inayokuja kuwatofautisha wanadamu ni namna wanavyoishi ndani ya yale masaa. Na ndio maana nasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Habakuki 2:4. Okay, sawa sawa. Ndio nilikuwa naitafuta. Sawa sawa. Anasema ni jibu la Mungu, sura ya 2. Ni jibu la Mungu mwisho wa udhalimu na wa madhalimu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Hiyo njozi haitasema nini? Uongo. Kile Mungu alichomuonesha baada ya Habakuki kumlilia Mungu, mbona wabaya wanazidi kuongezeka na wenye haki wanazidi kudhulumiwa? Tuko pamoja? Na je, watu waiache haki yao kwa sababu wanazidi kudhulumiwa? Ndipo anaendelea kusema, ijapo kawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Yaani ahadi ya Mungu hata kama tunaiona kuwa imekawia, Mungu anawaambia watu wake wafanyeje? Waingojee. Na hata kama inachelewa itafanyeje? Itakuja. Kwa sababu lazima ifanyeje? Ije. Ndipo mstari wa 8, tazama roho yake hujivuna, hao watu wabaya, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo Mkristo amekusudiwa baada ya Mungu kumjenga katika vitu na mali na vyeo na mambo mengi na afya, aishi kwa imani. Sasa imani haidhihiriki wakati unapotendewa vitu vinavyoonekana. Ni ile subira ulionayo. Kwa hiyo wakati tunaoishi sisi wa Kristo ni ule wakati ambao ni kana kwamba hata tunapomwomba Mungu hasikii. Mungu amekaa juu ya kiti chake cha enzi, baada ya kutujenga anafuatilia sasa ule ujenzi aliofanya kwetu yani unazaa faida gani? Yani wakati huu wa Wakristo wanaoishi, Wakristo waliokomaa, ni kama wakati ambao wachezaji wanaandaliwa kwa ajili ya mechi. Kocha lazima kae nje.
Wameshakuwa tayari sasa wapambane. Wameshakuwa tayari waende wakafanyaje, wakapambane, wadhihirishe kile walichofundishwa. Kwa sababu ni makosa kocha kuingia wapi? Ndani kucheza mpira mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anawaandaa Wakristo. Ile miujiza ingawa ni yani si yote ambayo inatendwa na Mungu, lakini yote nakusudia kumwandaa mtu. Na ndio maana wanatendewa matendo mema, si ndio? Wanashuhudia kuwa wametendewa nini? Matendo mema. Ili kuwajenga. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Maana yake nini? Si wakati wote utamwomba Mungu mambo mema kupatie mema. Na tena Mungu anapokutaka udhihirishe imani, huondoa fadhili zake kwako, kwa sababu anajua huyu mtu nishamtengeneza. Sawa sawa. Sasa hii inatokea wapi? Sura ya 38 kitabu cha Isaya. Nafikiri hatutaisoma 38 mpaka 39. Ina habari za mtu mmoja anaitwa Hezekia mfalme wa Israeli. Tuko pamoja? Huyu Hezekia mfalme wa Israeli alimtumikia Mungu sana. Tuko pamoja? Isaya 38. 38. 38. Ndio alimtumikia Mungu. Alimtumikia Mungu sana. Tuko pamoja? Alipomtumikia Mungu sana, huyu akawa ameugua. Tuko pamoja? Alipougua huyu Hezekia, Mungu akamtuma nabii Isaya kwenda kumwambia Hezekia aweke mambo yake tayari. Tuko pamoja? Kwa sababu ugonjwa nao utafanyaje? Utamuua. Katika 38 mstari wa 5 ambao unasema, nenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Sasa nachotaka kuzungumzia hapa ni kitu gani? Huyu Hezekia ameugua. Mungu amempa taarifa kwamba anatakiwa afe. Amemwomba Mungu ili apone. Tuko pamoja? Hezekia, Mungu akasikia ombi lake, ndipo akamtuma Isaya kwenye huu mstari wa 5. Lakini sasa tatizo lilipokuja kutokea ni wapi? Watu wanapokuja kukuuliza wewe habari za mema uliotendewa na Mungu, unajibu nini? Ushaona? Huyu Hezekia sura ya 39, sawa sawa? Hapa pameandikwa kichwa cha habari kwamba ujumbe wa Merodaki Baladan na tukio la Isaya. Huyu Merodaki Baladan alikuwa mfalme wa Babylon. Sasa huyu Hezekia alipomwomba Mungu ili apone, kuna tukio lilitokea. Hili tukio lilitokea, nenda kalisome pale 38 mstari wa 8. Alimwomba Mungu ishara kwamba ili kujua kwamba nitapona, ni ishara gani unayonipa? Mstari wa 8, hii 38 anasema, ngoja nikusomee. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Umeona? Huyu Hezekia alipoomba ishara, aliambiwa, je, jua lirudi nyuma hatua 10 au liende mbele hatua 10? Hezekia akasema kwenda mbele hatua 10, hilo ni jambo la kawaida. Lakini likirudi nyuma hatua 10, huo ndo muujiza. Kwa sababu kurudi nyuma ni jambo gumu sana. Hata wanadamu tunapenda kupata mafanikio, lakini kurudi nyuma ni jambo ambalo linastua moyo. Kwa hiyo Hezekia akawa ametendewa muujiza, akapona na jua likarudi nyuma hatua 10. Dunia ikashtuka. Watu ilikuwa usiku wanashtuka ni mchana. Ndipo dunia nzima, huyu Merodaki Baladan mfalme wa Babylon alipoona jambo hili, akawauliza washauri wake, hiki ni kitu gani? Wakamwambia, kuna Mungu katika Israeli. Kuna tukio limetendeka wapi? Israeli. Akatuma wajumbe waende kwa nani? Kwa Hezekia, ili wapate kujua kilichotokea. Unajua kilichotokea ni nini? Hii 39 mtu atakayepata nafasi atasoma. Wale wajumbe walipomfikia Hezekia, badala ya kuwashuhudia nguvu za Mungu aliyemponya, alianza kuonesha mali zake. Hezekia hapa hii 39. Sawa sawa? Alianza anasema au tuisome? Hapana. Ushaona? Hii 39. Sawa sawa? Hezekia akaanza kuonesha dhahabu alizonazo, uzuri wa ikulu yake alionayo. Tuko pamoja? Kumbe Mungu hakumponya Hezekia ili aanze kujionesha mali alizonazo, bali Mungu alitaka atukuzwe katika kuponywa kwa nani? Kwa Hezekia. Ndio maana nikakwambia, hata hawa wanaoponywa na manabii, kusudi la Mungu si ili wafurahie kule kuponywa kwao au kule kupewa mali. Badala yake Mungu anataka zile mali zimtumikie.
Okay, anakuambia hii 39:2. Hezekia akawafurahia, akawaonesha nyumba yake yenye vitu vyake vya thamani, fedha na dhahabu na manukato na marhamu ya thamani, na nyumba yote yenye silaha zake za vita, na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina yake. Hapakuwa na kitu nyumbani mwake wala katika ufalme wake ambacho hakuwaonesha. Angalia wanadamu wa leo, anapenda kukuonesha cheni aliyonunua, gari nzuri aliyonunua. Tuko pamoja? Yeah. Anakuonesha vita alivyonavyo, ila moyoni mwake imani yake hakuoneshi. Uongo kweli? Kwa hiyo hawa watu Hezekia akaonesha mali zake, hakuwaonesha imani yake, ambayo kiukweli aliyemuongezea miaka ya kuishi hata kuwaona watu hawa wamekuja kumtembelea alikuwa Mungu. Ndilo kosa ambalo katika Ukristo linatendwa. Anasema mstari wa 6, tazama siku zinakuja. Isaya sasa anamwambia Hezekia, tazama siku zinakuja ambazo. Mstari wa ngapi? Wa 5 anasema hivi. Ndipo Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la juu. Anasema ndipo Isaya nabii, mstari wa 3. Ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia wale watu walipoondoka. Akamwambia, watu hawa walisema nini na wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema, wametoka katika nchi iliyo mbali, wakaja kwangu kutoka Babeli. Ndipo akasema, wameona nini katika nyumba yako? Na ndio maana nimekuwa nikikwambia katika vipindi vyangu, sisi tumeandaliwa kuwa nyumba ya Mungu. Na ndio maana Isaya akamwambia, wameona nini katika nyumba yako? Yaani katika moyo wako, wameona furaha yako, wameona ni kitu gani? Unaona kitu anachojibu Hezekia. Hezekia akajibu, wameviona vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu. Hapana kitu katika hazina zangu nisichowaonyesha. Nimewaonyesha kila kitu. Sasa ndivyo watu wengi miujiza inavyowapa upofu. Mali zinavyowapa nini? Upofu. Sasa ndipo Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana wa majeshi, tazama siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na vitu vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli. Hapana kitu chochote kitakachosalia, asema Bwana. Mungu amemuinua. Sasa baada ya kuonesha vile vitu, Mungu akafanyaje? Akasema hivi, vyote ambavyo umewaonesha, mioyo yao nitawafanya vitamani sasa. Kwa sababu ilitakiwa wale watu wamtamani Mungu wa Hezekia. Wengine walishia kuvitamani vitu vyake. Kwa sababu labda walihisi hivi ndio vimefanyaje, vimewaponya. Na kweli baada ya miaka kadhaa Yuda ilitekwa na Babylon kwa nguvu ya Nebukadreza. Yaani Waisraeli wakapelekwa uhamishoni Babeli. Okay. Kwa hiyo wakakaa kule miaka 70. Kwa hiyo kusudi la miujiza lilikuwa ni nini? Ni ili Mungu atukuzwe ndani yetu na sisi tuonekane tukimtumikia. Ukisoma wasifu wa huyu Hezekia hata katika kitabu cha Wafalme kule, ni mtu aliyemtumikia Mungu sana. Lakini kosa lako naliona, watu wamefika kwake naanza kuwaonesha fahari zake. Kwa hiyo kuponywa si tatizo, wala mtu kupata mali si tatizo, kwa nguvu ya Mungu si tatizo. Lakini tatizo tabaki zile mali unazitumiaje? Utaanza kupiga nazo picha waoneshe wenzako namna ulivyowazidi, waanze kukutamani wewe? Au utaonesha Mungu mkulie naye ili wamtamani huyo? Kwa hiyo athari iliyopo katika Ukristo ni kwamba neno la Mungu, niliwaambia watu hawapotei kwa sababu ya kuongezeka kwa manabii wa uongo. Watu wanapotea kwa sababu ya kupungua kwa walimu wa ukweli wa neno la Mungu. Okay. Yaani kitendo cha watu kuwa hawafundishwi neno la Mungu. Yaani kitendo, mfano mtoto mdogo unapompa pesa, hajui matumizi yake moja kwa moja dukani, anunue vitu aanze kuwalingishia watoto wenzake. Lakini watu wazima wanapotafuta pesa ni kwa ajili ya matumizi halali. Kwa hiyo hata watu wengi wangefundishwa neno la Mungu, wangejua namna ya kutumia vitu ambavyo Mungu amewapa. Hapo nafikiri iko sawa. Kwa hiyo mtu kushuhudia kwamba ametendewa miujiza, iwe anadanganya au hadanganyi, kwanza inaleta watu kusikiliza, huyu mtu amefanikishwa na nguvu gani? Huyu kafanikishwa na Mungu. Sasa kama wale watu wangekuja kanisani wakakuta walimu wanaofundisha neno la Mungu, wale watu wangeelewa kwamba kumbe kuna watu hatuhitajiki kumuomba Mungu miujiza. Badala tunahitajika kumjua Mungu, kumbe tuna vitu vya kufanya miujiza. Yaani badala ya Mungu kutufanyia miujiza, tuna nguvu ya kufanya miujiza. Kufanya Mungu aendelee kufanya kujulikana. Kwa hiyo naona Hezekia kilichomdondosha tu, Mungu amempa miaka mingine, ile miaka kaitumia kwa ajili ya majivuno. Kwa hiyo athari ya manabii ni ndogo sana. Labda ni hiyo tu kudhalilisha Ukristo basi.
lakini hakuna athari yoyote, wala kanisa halidhuriki, kanisa linabaki imara vile vile. Sawa sawa? Kwa hiyo na ndio maana Paulo katika kitabu kile cha Galatia sura ya 6 mstari wa 17, yeye kama mtu ambaye tayari ameshakomaa katika habari ya Ukristo, anasema mwilini mwangu nazichukua chapa za Kristo. Sawa sawa? Kama umefika kwa Galatia 6 mstari wa 17. 17 anasema hivi Paulo: tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Kwa hiyo yeye hachukui tena mali. Na ndio maana baada ya Yesu kuwabariki watu, anawataka sasa watumike. Baada ya Yesu kumponya mtu, nafikiri kuna sehemu nilikuwa naitafuta, alienda kule pande zile za Wagerasi, akamponya yule mtu aliyekuwa amepagawa na mapepo. Nilikuwa naitafuta ile. Yule mtu aliyekuwa amepagawa na mapepo, Yesu alipomponya, nafikiri tutaipata katika kitabu cha kitabu gani pale? Nafikiri Yesu alipomponya yule mtu mwenye mapepo, akataka amfuate. Yesu akamwambiaje? Nenda kawashuhudie watu aliyokutendea nani? Mungu. Alafu katika kule kushuhudia, yule mtu anazaliwa upya kwa kumtumikia Mungu. Na ndio maana watu ambao wanaishia kufurahia miujiza ya Yesu, kuna kitu wanakosa. Tuko pamoja? Sasa angalia katika hichi kitabu Yohana, wakati Yohana anawabatiza watu, aliwaambia watu katika ile sura ya 3 kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 10. Sawa sawa? Watu wengi kwa kusikia kwamba Mungu anatenda mema, anatenda miujiza, kuna kitu Mungu anawaambia. Luka sura ya 3 mstari wa 10 anasema, makutano wakamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu akawaambia, mwenye kanzu 2 na ampe asiye na kanzu. Kumbe zile baraka anataka watu wafanyeje? Washare. Sawa sawa? Akamwambia matunda ya akamwambia kuna kitu alikizungumza kwamba tuzae matunda ya pasayo toba. Of course katika Mathayo nafikiri. Zaeni matunda ya pasayo nini? Toba. Kiukweli mmeshamjua Mungu tayari. Tuko pamoja? Mmeshamjua Mungu tayari. Kinachofuata ni nini? Tuko pamoja? Kinachofuata sasa ni kumdhihirisha yule Mungu. Kumbe Mungu amekujazia vitu ili kwa vitu hivyo ufanyeje? Umdhihirishe Mungu. Hiyo ni Mathayo 3 mstari wa 8 mpaka 10. Zaeni matunda ya pasayo toba. Ndo anasema mstari wa 7, hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda ya pasayo nini? Toba. Kwa hiyo kusudi la Mungu kwa Wakristo wote wazae matunda ya pasayo toba. Kitu ambacho kilikuja kumwangusha nani? Hezekia, ndicho kinachotuangusha watu wengi. Tunaitafuta nguvu ya Mungu itufurahishe, baada ya hapo sisi tunajitukuza katika nini? Ile nyumba. Nafikiri hapo umenielewa. Kwa hiyo Wakristo wasikae wakaungana na watu wabaya katika hata kuitukana imani yao na kuiacha imani yao. Kwa sababu haya mambo mengi yalishatabiliwa. Akasema kwa sababu ya kuongezeka maasi, imani za watu wengi zitafanyaje? Yaani upendo wa watu wengi utapoa. Lakini heri yeye atakayevumilia mpaka wapi? Mpaka mwisho. Kwa hiyo hayo mambo yote ni mambo ambayo yanazidi. Yaani iwe mtu anafanya ubaya au anafanya wema, wote wanamtukuza Mungu. Kwa namna gani? Wewe unajidhihirisha kuwa ni mbaya, yule anadhihirisha kuwa ni mwema. Kwa hiyo Mungu anatukuzwa kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo Wakristo wawe yani watafute jicho la kuliona kusudi la Mungu katika kila jambo. Na ndio maana mtu ambaye amepevuka katika Ukristo, baada ya kupevuka anauliza yani nimfanyie nini sasa Bwana? Lakini tatizo limekuwa kwamba pesa imeonekana kuwa ndo sadaka ambayo Mungu anataka. Ila Mungu anataka mioyo yetu. Kwa sababu pesa ni zetu, lakini sisi ni wa Mungu. Yeah. Nafikiri hapo umenielewa. Na kwa msikilizaji anaweza kuwa ameelewa kwamba wasitazamie tu kuwatazama wale watu kuwa ni wabaya. Hapana. Lakini kusudi baya wao
Kusudi la Mungu ni kutujenga kwa namna yoyote ile. Sijui umenielewa? Nimekupata sana. Au pia kuna swali lingine hapo? Hapana, tumemaliza. Nafikiri iko vizuri. Kama umetembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.